Mambo ya ukichaa ambayo unaweza kuyafanya yakaharibu ndoa yako wewe mwenyewe. Mambo ya ukichaa ambayo unaweza ukaifanya ambayo yanaweza kuharibu ndoa yako mwenyewe, sehemu ya pili. Katika sehemu ya pili nataka nikuonyeshe ya kwamba kutokuwa na upendo kwa mwenza wako ni ishara ya ukichaa. Pale ambapo unamchukia mwenza wako, pale ambapo unamchukia mume wako, pale ambapo unamchukia mtu ambaye umeamua kujenga naye maisha kama mume na mke, umeamua kujenga naye maisha kwa kuzaa watoto, umeamua kujenga naye maisha kwa ushirikiano, na sasa unaanza kumchukia huyo mtu na kumletea uharibifu wa mwili kwa kumtukana, kwa kumpiga, kwa kumnyanyasa. Hii ni dalili ya kwamba kichwa chako si sahihi, ni dalili ya ukichaa. Biblia inasema mume na mke ni mwili mmoja. Mwanzo 2:24. Mume na mke ni mwili mmoja. Mtu ambaye ana akili timamu upenda mwili wake. Mtu ambaye ana akili timamu hawezi kuuchukia mwili wake. Kama mwili wako una tatizo kwenye kiungo fulani, huwezi kukikata hicho kiungo. Kama mwili wako una mapungufu kwenye kiungo fulani, huwezi kukipiga hicho kiungo. Mtu ambaye ana akili timamu, kiungo kinapokuwa kigonjwa, kiungo kinapokuwa na udhaifu, utafuta suluhu. Mtu yeyote yule ambaye anamchukia mume wake, anamchukia mke wake na kumshambulia, hizo ni dalili za ukichaa. Hizo ni dalili za ugonjwa wa akili. Huwezi ukamchukia mke wako sababu ya udhaifu aliyokuwa nao. Huwezi ukamchukia mume wako sababu ya udhaifu aliyokuwa nao. Biblia inasema upendo uvumilia, upendo hauhesabu mabaya, upendo inasema ya kwamba hautakabali, upendo haujivuni, upendo hautaki mambo yake wenyewe. Biblia inasema kwamba mtu ambaye ana upendo hujitoa kwa mwenza wake. Tena inasema kwamba wanaume wapendeni wake zenu, mkajitoe, mkawasafishe kwa maji, ili muweze kuwaletea wake ambao hawana makunyanzi wala mawaa. Kwa hiyo mtu ambaye ana akili timamu, mtu ambaye hana ukichaa, ule udhaifu wa mwenza wake ndiye itakuwa jukwaa ya yeye kuonyesha umahiri wake, kwa kumboresha, kwa kumjenga, kwa kumsaidia, na si kumpiga, si kumtukana, si kupambana naye. Mume wako, mke wako anaye udhaifu, ni kwa sababu wewe unayo nguvu ya kuweza kumsaidia, kuweza kumjenga, kuweza kumboresha. Kwa hiyo tambua ya kwamba mume na mke ni kitu kimoja, na kwa kuwa ninyi ni mwili mmoja, mwili wako lazima uupende. Unapochukia, unapokwazika, unaposhindwa kusamehe, unaposhindwa kuchukuliana, unaposhindwa kukubaliana na mwenza wako sababu ya udhaifu aliyekuwa nao, unaonyesha dalili za ugonjwa wa akili, kwa sababu hakuna ambaye anashindwa kuchukuliana na mwili wake. Mwili wako unapokuwa na udhaifu, unaupeleka hospitali. Mwili wako unapokuwa na udhaifu au upigi, unautafutia suluhu. Kwa hiyo kuanzia sasa namwomba Mungu pate kukupa hekima na maarifa na upendo wa kuweza kuishi na mke wako na mwenza wako kwa amani, kwa furaha na kwa upendo. Ninakuona kuanzia sasa ukijitoa kwa ajili ya kumjenga mwenza wako, kwa ajili ya kumpigania na kwa ajili ya kuipigania ndoa yako, katika jina la uweza la Yesu Kristo. Mungu akubariki. Kwa ajili ya mawasiliano, unapohitaji maombi, kwa ajili ya mawasiliano, unapohitaji labda ushauri au uongozi wa namna gani ya kutatua matatizo katika mahusiano na ndoa, unaweza ukawasiliana pamoja nami kupitia namba hizi
715 832 005. Mungu akubariki. Tuonane katika kipindi kinachofuatia.